Lakini kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Phyllis Mwatei. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez ametembelea eneo la Castellón mashariki mwa nchi hiyo ambalo limeathiriwa na moto wa misitu, huku maafisa wakihofia kuwa hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Ameonya kwamba bado watapitia kipindi kigumu katika juhudi za kudhibiti moto huo kutokana na kuwasili kwa wimbi jipya la joto kali. Huko Ufaransa nako wazima moto nchini humo wanasema kwamba bado hawajafanikiwa kudhibiti moto ambao ukubwa wake haujawahi kushuhudiwa na ambao unaenea kuelekea mji wa Bordeaux kusini magharibi mwa nchi hiyo. Meya wa Bordeaux Thomas Cazenave anasema kwamba anajiandaa kwa hali yoyote inayoweza kujitokeza. Moto huo mkubwa katika eneo la Gironde vile vile ni miongoni mwa moto kadhaa ya misitu inayowaka nchini Ufaransa, hasa katika maeneo ya Var, Haute-Corse na Landes. Harakati inayoongozwa na vijana nchini India ambayo maandamano yake yamelazimisha waziri wa elimu nchini humo kujiuzulu, inasema kwamba serikali imekiuka kikamilifu makubaliano ya kutowachukulia hatua polisi waandamanaji. Wanasema kwamba mamia ya wanafunzi waliokamatwa katika majimbo ya Bihar, West Bengal na Assam bado hawajaachiliwa huru, huku mamia wengine wakidaiwa kuendelea kunyanyaswa. Harakati ya chama hicho ambacho hakijasajiliwa rasmi bado cha Cockroach Janta Party iliandaa maandamano kote nchini humo kupinga uvujaji wa mitihani na kasoro nyingine katika mfumo wa mtihani. Leo ni thibitisho kwamba serikali lazima iwajibike kwa wananchi wake, na siku itafika ambapo watu watasema kwamba sasa imetosha. Watatumia uwezo wao wote kuiwajibisha serikali na serikali haina budi kuwasikiliza. Nadhani jambo hili linaonyesha wazi kwamba serikali inapaswa kuwasikiliza wananchi. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linasema kwamba shughuli za uchimbaji mafuta zinazofanywa na kampuni ya nishati ya Perenco magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinahatarisha usalama wa wenyeji. Linasema kwamba kumekuwa na uvujaji wa mafuta ambao umechafua mito na ardhi katika eneo la Mwanda, huku uchomaji wa gesi na taka ukihusishwa na matatizo ya kupumua, kichefuchefu na kikohozi cha muda mrefu. Perenco imekanusha madai hayo na kusema shughuli zake ni salama, lakini shirika la Human Rights Watch linaitaka serikali ya nchi hiyo kuchapisha ripoti ya tathmini ya athari kwa mazingira ambayo imecheleweshwa kwa muda mrefu na kuimarisha ulinzi kwa wakazi wa eneo hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jeshi la Sudan linasema kwamba limechukua udhibiti kamili wa barabara kuu muhimu inayounganisha Khartoum na mji mkuu uliozingirwa wa jimbo la North Kordofan El Obeid baada ya mapigano makali ya siku mbili. Kikosi cha Rapid Support Forces kilikuwa kikidhibiti barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 350 tangu mwezi wa Aprili mwaka 2023 wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipoanza. Zaidi na Leila Mohamed. Aidha, msemaji wa jeshi amesema miji na vijiji vilivyo kando ya barabara hiyo vimekombolewa kutoka kwa wanamgambo wa RSF waliokuwa wakikimbia. Umoja wa Mataifa umekuwa ukionya kuhusu janga la kibinadamu katika mji wa El Obeid ambako takriban watu nusu milioni waliokwama katika eneo hilo wamekuwa wakikabiliwa na mashambulizi makali ya ndege zisizo na rubani za RSF. Shirika la Afya Duniani WHO linakadiria kuwa hadi watu 400,000 wameuawa na zaidi ya milioni 14 wameyakimbia makazi yao tangu mzozo huo ulipoanza. Watu wasiopungua 3 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika tukio la ufyatuaji risasi katika mji wa Seattle nchini Marekani. Polisi wanaamini kwamba watu 2 walikuwa wakifyatuliana risasi wakati wa tamasha la chakula cha mitaani karibu na mnara maarufu wa Space Needle. Naibu mkuu wa polisi wa jiji hilo Tyrone Davis amesema kwamba mshukiwa mmoja anashikiliwa na polisi huku mtu mwingine anayehusishwa na tukio hilo akiendelea kutafutwa. Tamasha hilo la chakula la Bite of Seattle hufanyika kila mwaka na huvutia maelfu ya wageni. Na polisi nchini Italia wanasema kwamba wamekamata zaidi ya tani 2.6 za dawa za kulevya aina ya takriban dola milioni 570 katika soko haramu. Dawa hizo za kulevya zilipatikana ndani ya boti ya kasi katika bahari ya Atlantiki karibu na pwani ya Ureno. Wasafirishaji haramu wa dawa za kulevya kwa kawaida hutumia boti hizo ndogo na zenye mwendo wa kasi kuchukua mzigo haramu inayotupwa baharini na meli kubwa zinazowasili kutoka Amerika Kusini. Watu 4 waliokuwa ndani ya boti hiyo wamekamatwa na polisi wa Italia wamesema kwamba walishirikiana na mamlaka za Hispania na Ureno katika operesheni hiyo. Hii ni BBC.
Na taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Phyllis Mwate. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika nchini Kenya kupitia Nyota FM, Gulf Radio na Most FM. Nchini Tanzania unaweza kutupata pia kupitia Radio Free Africa, Radio 1, CGFM, Radio Kwizera na Lelondo FM. Nchini Uganda ni Radio Chitara, Radio Paiza na Radio Lira. Ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza pia kutusikiliza kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Yapo pia kwenye FM, tovuti yetu ya bbcnewsswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Jioni hii uko nami Halima Nyanza na mwenzangu ni Karo Robi. Karo, natumai uko mzima kabisa. Nashukuru Halima, niko salama kabisa, sijui wewe? Dar es Salaam salama na mimi niko salama kabisa. Sawa, acha tuanze kuwapasha wasikilizaji wetu taarifa ambazo tumezipatia kipaumbele jioni ya leo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amefanya kikao cha dharura na mawaziri wakati moto wa nyika ukiendelea kuunguza sehemu. Moto mkubwa umekuwa ni tishio katika mji wa Bordeaux. Zaidi ya watu 220,000 wameondolewa katika maeneo hayo, huku barabara na huduma za reli zinazounganisha Ufaransa na Hispania zikiwa zimewekwa katika tahadhari. Phyllis Mwate na taarifa zaidi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameongoza kikao cha dharura cha baraza la mawaziri huku moto mkubwa wa misitu ukiendelea kuteketeza maeneo makubwa ya nchi hiyo. Moto mkubwa unatishia mji wa Bordeaux. Zaidi ya watu 220,000 wamehamishwa kutoka maeneo yanayozunguka mji huo, huku huduma za barabara na reli kati ya Ufaransa na Uhispania zikiathirika pakubwa. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez ameonya kwamba bado ni wakati mgumu. Moto mkubwa umekuwa ni tishio katika mji wa Bordeaux. Zaidi ya watu 220,000 wameondolewa katika maeneo hayo, huku barabara na huduma za reli zinazounganisha Ufaransa na Hispania zikiwa zimewekwa katika tahadhari. Phyllis Mwate na taarifa zaidi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameongoza kikao cha dharura cha baraza la mawaziri huku moto mkubwa wa misitu ukiendelea kuteketeza maeneo makubwa ya nchi hiyo. Moto mkubwa unatishia mji wa Bordeaux. Zaidi ya watu 220,000 wamehamishwa kutoka maeneo yanayozunguka mji huo, huku huduma za barabara na reli kati ya Ufaransa na Uhispania zikiathirika pakubwa. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez ameonya kwamba bado ni wakati mgumu